الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kusali sala yetu ya dhuhuri, na kama desturi tunanasihiana kidogo nasaha za kujenga imani zetu na kutengeneza tabia zetu na hulka zetu. Hizi darasa tunakumbushana, kila mmoja anazijua, kila mmoja anajua kinachosemwa, isipokuwa kukumbushana, dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema nyingi sana ambazo mtu lazima atafakari neema alizotupa Mwenyezi Mungu na tumshukuru. Na njia ya shukrani ni kuzidisha taa na kuzidisha ibada na kujisogeza zaidi kwa Mola wako. Wallahi neema za Mwenyezi Mungu hazihesabiki. Riziki za Mwenyezi Mungu nyingi sana. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Basi binadamu tu hawezi kuhesabu neema za Mwenyezi Mungu kabisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la dhalumun kaffar. Dhalim na mwenye kufuru na kukanusha neema za Mwenyezi Mungu alizompa. Watu wamezungumzia masala ya riziki. Sisi tunafikiria mara nyingi riziki ni mali unayopata, utajiri na umaskini. La, wallahi riziki mambo mengi sana. Mshairi mmoja anaelezea, anaitwa Dr. Muhammad Ahmed Duhan, anasema laysa shartan an yakuna rizqu malan, sio sharti wala sio lazima kwamba iwe riziki ndio mali tu. Qad yakunu rizqu khulqan au jamala, huenda ikawa riziki ni tabia nzuri na uzuri wa mtu kwa kitabia zaidi nakusudia. Qad yakunu rizqu aqlan rajihan, huenda ikawa riziki ni akili yako iliyotulia yenye uzito kupima mambo kama ipasavyo, akili yenye kufahamu mambo vizuri. Zadahu alhilmu jamalan wa kamalan, akili yenye kufikiri uzuri ikizidishiwa juu hapo upole na uzuri na ukamilifu wa kitabia. Anasema qad yakunu rizqu zawjan salihan au qarabatin kiraman wa iyala, huenda kwa riziki kupata mke mwema, mke salih na jamaa waliokuwa wema wenye ukarimu, na watoto pia wa iyala, na watoto waliokuwa wema. Hizo zote katika jumla za riziki anazotupa Mwenyezi Mungu ambazo zinahitajika kushukuriwa. قد يكون الرزق علما نافعا، huenda ikawa riziki pia ilmu aliyokupa Mwenyezi Mungu yenye manufaa katika kuboresha ibada zako na kuweza kuwasaidia watu wengine katika elimu yako. قد يكون الرزق اعمارا طوالا، umri mrefu unaozidisha ibada katika na kujenga mambo yako zaidi nzuri pia ni jumla riziki. قد يكون الرزق qalban safia, huenda ikawa riziki pia ni moyo uliokuwa msafi, moyo usiokuwa na ushirikina ndani yake, moyo wenye kufuata imani na akida iliyokuwa sahihi. Moyo huu msafi wenye kupenda wenzake, yamnahu an-nas widadan, yamnahu an-nasa widadan wa nawala, moyo ambao unawapa watu mapenzi yake, urafiki na kila kilichokuwa ataa kilichokuwa kizuri kuwapa wenzake, mambo ya khairi, mapenzi ya khairi hayo. Naam. Qad yakunu rizqu balan hadia, qad yakunu rizqu balan hadian, huenda ikawa riziki ikawa ule moyo uliotulia kabisa usiokuwa na wasiwasi, na moyo ambao usiotulia
hauwezi kulala, mafikra chungu zima, maproblem chungu zima mtu anakuwa nayo. La wallahi, imani iliyotulia, hana wasiwasi, hana mashakili ya zaidi, moyo uliotulia, anasema balan haja. Hii haina riziki. Watu wengine hawajui kulala usiku, na watu wengine wakiweka kichwa tu hapo usingizi unakuja. Hana mazonge mengi ya kidunia yanomzungusha yakamparaganya akili zake. Ile inaitwa balan hadian, hadiul bal, katulia kabisa, hana mafikra ya kumbabaisha. Qad yakun rizqu hadan balian balan hadian, moyo uliotulia. Inama almarzuqu man yahda bala, hakika yule aliruzukiwa hasa akapewa neema na Mwenyezi Mungu, yule ambaye aliyepata utulivu wa moyo katika maisha yake. Anasema pia qad yakunu rizqu tab'an khayra, huenda ikawa riziki ni maumbile ya kheri anayo mtu anamiliki. Maumbile yale yabdhulu alkhaira yaminan wa shimala, anatoa kheri zake kulia na kushoto, kila pahala kheri, tabia njema ambayo tabia zile anazinukulu kwa wenziwe, anawanufaisha wengine mambo yake ya kheri. Kwa hivyo hii pia aina riziki قد يكون الرزق ثوبا من التقى, huenda ikawa riziki ni guo la uchamungu. فهو يكسو المرأة عزا وجلالا, guo hili kumfunika mtu ambaye anayevaa guo la taqwa, uchamungu, akawa na nguvu na utukufu mbele ya watu. Izzan wa jalala. قد يكون رزقه عرضا سالما, huenda kwa riziki mtu katika nyumba yake mna utulivu, mna heshima, hakuna watoto wenye kufanya mambo yasiokuwa na maana. Utulivu katika nyumba, kila mmoja anajua nyumba hii na heshima yake, hamna watoto wahuni, hamna watoto wenye kufanya maovu. Kwa hivyo ile peke yake irdhan, heshima ya nyumba, mke na watoto katika salama. Irdhan saliman wa mabitan amina sirbi halala, na utulivu unaopata wa nyumba katika amani na heshima na usalama. Amani ya nyumba katika mali yake na ahli yake na watoto wake, na inakuwa utulivu unapata, analala bila wasiwasi, bila kuogopa lolote. Kwa hivyo hii jumla katika riziki ambayo anasema huyu bwana Dr. Muhammad Ahmed Doghan, anasema laysa shartan an yakuna rizqu malan, sio lazima iwe riziki ni mali tu. Kun qanu'an wahmadillahi ta'ala, huwa ni mwenye kukinai na umhimidi na kumsifu na kumshukuru Mola wako mtukufu. Akasema Dr. Mustafa Mahmud pia anasema laysa shartan an yakuna rizqu malan, si lazima iwe riziki mali. Faqad yarzuquka Allahu, huenda Mwenyezi Mungu akakuruzuku bishakhsin, mtu yahmilu anka alkathir, anakubebea mengi, mzigo yako mingi, akakufaa katika kukupunguzia mzigo wako, akakufaa katika nini, katika kukutengezea mambo yako yakawa yanakwenda vizuri. Lakini kwa kumalizia pia tuweze kumwacha marehemu Sheikh Sha'rawi, Muhammad Mtawalli Sha'rawi, ambaye anasema ajmalul arzaq laysa rizqul mal, riziki iliyokuwa nzuri kabisa sio riziki ya mali, bal inna ajmalal arzaq, lakini ujue kwamba riziki iliyokuwa njema zaidi sakinatur ruh, utulivu wa ruh, utulivu wa nafsi yako, wa nurul aql, na akili yako inanawir katika kufahamu mambo vilivyo, imani safi isiyochanganyika na mambo yote ya upotofu, hayashirikina au mengineyo. Nurul aql wa sihhatul jasad, na kiwiliwili chenye siha kamili, hana mushkila la presha wala sukari wala kitu gani. Hii riziki kubwa sana, sihhatul jasad, mwili wako mzima ukaweza kusimama, ukainuka, ukasali, ukaweza ukafanya mambo yako ya ibada
bila tabu hii katika siha aljasad. Alafu akasema wasafa alqalb, na moyo uliokuwa msafi, haubebi chuki wala hikdi wala hasad katika nafsi ile. Watu wote nafsi ile, qalbi ile inawapenda. Usafi wa moyo, qalbi salim, ambao Mwenyezi Mungu anataka ule moyo ambao anaupeleka peponi siku anaporudi kwa Mwenyezi Mungu. Ila man ata Allah biqalbin salim, anarudi na moyo uliokuwa msafi, haujabeba mambo mazito ya uovu ndani ya moyo wake. Akasema pia wa salamatul fikr, aqida iliyokuwa sahihi, fikra iliyokuwa sahihi inakwenda sambamba na dini zetu bila kuchanganya mambo. Pia katika riziki nzuri wa da'watu hebu fikiri uko na mama kila siku anakuombea dua mtoto wewe. Dua ina uzito sana sana sana. Hasa dua za mama zinakwenda mustajabu wakati wote. Akao uko unamfanyia wema mama, na mama huyu kila siku anakuombea dua ya kheri, hakuna jaza yake ila pepo insha Allah. Wa da'watu na dua njema za mama. Wa atfu ab, na baba kukuonea huruma na upole wake juu yako. Wa wujud akhi, katika riziki pia kuwa na ndugu ambaye anakusaidia katika fikra na kusaidia katika msaada wote unapohitajia, unajua kwamba naye ndugu. Au wa dhahkatu ibn, kuna mtoto ambaye anayekufurahisha, unaona anacheka na unafurahi katika moyo. Mtoto alielekea, mtoto anayeongoka, unafurahi mwenyewe baba mtu kwamba mtoto yuko katika njia sirat mustaqim, inafurahisha sana. Pia katika jumla za riziki ihtimam sadiq, ukawa na sadiq rafiki ambaye anakusaidia wakati wa dhiki na yote juu yote haya, ukawa na riziki kubwa hii sana. Pia wa da'watu muhibbun fillah, na dua ya yule mtu anayekupenda hasa mapenzi yake yote kwa ajili ya Allah. La yuhibbuka illa fillah, kwa ajili ya Allah. Ana mapenzi yaliokuwa sahihi, mapenzi ambayo anapokukumbuka huwa anakuombea dua fil ghaib, na wewe mwenyewe hata una habari na dua bidhahri al-ghaib, dua ambayo inatakabaliwa na Mwenyezi Mungu daima. an'ama Allahu alaykum bitilka al-arzaq insha Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.